Kuna vitu vingi sana vya kuzingatia, lakini hiki ni cha msingi zaidi. Kinachoharibu chuma ni kutu, na kutu inakuwa katika chuma. Kwa hiyo ina maana kwamba kama kutu ndio inayoharibu chuma, basi hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kuja kuharibu maisha yako kama sio wewe mwenyewe. Manake wewe ndio umeshika maisha yako, wewe ndio driver, wewe ndio kila kitu katika maisha yako. Unapoamua kuyatengeneza maisha yako, ukaamua kuyafanya kesho na kesho kutwa yaonekane hivi, utashinda. Lakini pia kama utaamua kuyaharibu maisha yako kwa mikono yako, utaweza, kwa sababu hakuna kitakachoharibu chuma zaidi ya kutu ambayo inapatikana hapa hapo kwenye chuma. Lakini pia hakuna atakaye kuja nje kuharibu maisha yako kama wewe mwenyewe umeamua kuyatengeneza. Kwa hiyo unapaswa kujua kinachoharibu maisha yako ni wewe mwenyewe na mipango yako ambayo umeiweka na utekelezaji wako katika maisha. Kwa hiyo kuwa makini sana unapokuwa unakutana na watu, kuwa makini sana unapokuwa unaweka mipango yako, lakini pia kuwa makini sana unapokuwa unakutana na watu tofauti tofauti, kwa sababu wewe ndio umebeba hatima ya maisha yako.